Naam, mtazamaji wa SUA TV, karibu katika kipindi hiki maalum, ikiwa ni mwendelezo wa kuelekea katika siku ya mwanaume wa Kitanzania. Na katika maandalizi ya siku hii tumekuwa na mijadala ya aina tofauti tofauti ambayo inachochea kuongeza uelewa wa wananchi, lakini pia wadau wa masuala ya kijinsia. Na katika kulijadili hili basi, kwa siku ya leo msikilizaji, mada yetu itakuwa inaangazia mchango wa mwanaume katika ngazi ya familia, jamii, lakini pia taifa kwa ujumla. Na mgeni wangu kwa siku ya leo ni Russell Madaha. Huyu ni profesa kutokea hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, lakini pia ni mtafiti mashuhuri katika eneo la usawa wa kijinsia. Ni mwanzilishi wa siku ya mwanaume wa Kitanzania ambayo huadhimishwa kila mwaka mwezi wa 4, lakini pia ni mshauri wa masuala ya ugani na jinsia, akijaribu kuyaweka sawa maendeleo lakini pia na usawa wa kijinsia. Ni mwanaharakati katika masuala ya kijinsia, haswa akikumbusha jamii kuangazia masuala ya kijinsia katika eneo la wanaume. Profesa, karibu sana katika studio hizi za SUA TV. Asante sana, nashukuru sana. Tumekuwa na mwendelezo wa mjadala wa vipindi hivi vya masuala ya kijinsia wa upande wa pili, kwa maana ya upande wa radio. Lakini leo tumekuwa hapa live katika studio hizi. Bila shaka una kitu cha kuzungumza katika maboresho haya ambayo yamefanyika katika siku za hivi karibuni hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nipende kuwapongeza SUA kwa hatua hii kuwa na TV katika zama hizi za utandawazi. Ni muhimu sana kuweza kufikiwa au kuwafikia watu mbalimbali na kutoa elimu. Kwa hiyo ni fursa kubwa. Kwa hiyo niwapongeze tu SUA. Sawa, na mimi nalipokea. Nashukuru sana kwa pongezi hizo. Niseme mwanaume wa Kitanzania. Bila shaka ni moja kati ya siku ambazo naweza kusema kwamba wewe ni miongoni mwa waanzilishi wa siku hiyo. Ndio. Labda ulifikiria nini au kipi ambacho umeona kinakosekana kwa mwanaume wa Kitanzania mpaka kuja na siku hiyo? Nashukuru sana. Kama nilivyosema awali, mimi ni mtafiti ambaye natumia mbinu ya utafiti shirikishi. Sasa mbinu shirikishi ni unakuwa unaishi na jamii, na unapokuwa unaishi nayo unaangalia masuala mbalimbali ambayo yanakumba jamii ile na kujaribu kuzama zaidi kwenye yale ambayo unaona labda yanazungumziwa kwa wingi sana. Sasa kwa takriban nadhani kama miaka 5 hivi hadi 10 imekuwepo swala la kuzungumzia wanaume, kwamba inaonekana wanaume wanasahaulika. Tumeweka juhudi za kutosha sana kwenye kuwajengea uwezo watoto wa kike, na kwa kweli kiasi kikubwa zimezaa matunda. Kwa hiyo sasa ikaonekana mwanaume sasa anaanza kusuasua kidogo. Yani kwamba mifumo ambayo tumeiweka ilichukulia kwamba kijana wa kiume au mwanaume kwa ujumla hahitaji kusaidiwa kwa namna yote ile, hahitaji kupewa labda jukwaa la kuzungumza. Ndivyo tulivyozani. Lakini sasa ukiangalia mijadala ambayo inaendelea na siku hizi imechukua kasi kubwa, inazungumziwa na wanaharakati, kwa sababu katika utafiti shirikishi na nakutana na watu mbalimbali katika industry ya masuala ya kijinsia. Sasa mwanaume anaanza kuzungumziwa sasa kwamba mwanaume amesahaulika. Si anazungumziwa tu, ni kwamba amesahaulika, na katika kusahaulika kule inaonekana mwanaume anaathirika kwa namna moja au nyingine, anashindwa kutekeleza majukumu yake, hakumbushwi. Yani ile mifumo au majukwaa ya kumwezesha mwanaume kutambua majukumu yake au kumlea au kumpa support ili aweze kutekeleza majukumu yake vizuri inakuwa ni changamoto. Hata ile kukumbushwa tu kwamba wewe ni mwanaume wewe ni mwanaume, yani unakuta hilo jambo alizungumzwi sana. Uko siku za nyuma walikuwa wanazungumza sana, labda wazee wetu walikuwa wanapata muda wanakaa na vijana wanawakumbusha. Zilikuwa pomila na desturi nyuma zaidi, ambako vijana wanakwenda sehemu fulani, wanakaa wanapikwa kwamba mwanaume ni kitu gani, unatakiwa kufanya nini, majukumu ni yapi kama mwanaume. Lakini sasa hivi baada haya mabadiliko kuanzia miaka 90 mipaka ilivyofunguliwa, na kumekuwepo na mwingiliano mkubwa sana na mataifa ya nje au na mila na desturi mbalimbali,
basi sasa yule mwanaume wa Kitanzania sasa ni kama anataka kupotea vile. Yani yule mwenye maadili na mila desturi za Kitanzania, kwa sababu muda mwingi kijana yule anakuwa au mwanaume anakuwa katika mazingira ambayo yanamfanya yeye anachukua muda mwingi sana kuangalia watu wanafanya nini huko nje. Wanaume wengine wanafanya kitu gani, wanaishije kule nje. Sasa ili Tanzania iweze kubaki kama Tanzania, lazima Watanzania wajengwe katika Utanzania wao. Okay. Na ili upate mwanaume wa Kitanzania lazima umjenge. Yani namaanisha kwamba kuwepo kwa amani. Kwamba tunasema Tanzania tunajivunia kwamba ni kisiwa cha amani. Okay. Ikutokea kwa bahati mbaya, ni kwamba imejengwa. Sawa. Ndio. Sawa, lakini nikumbushe mtazamaji na msikilizaji wanaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii kwa maana ya YouTube kwa kuandika Suwa Media, akashiriki mjadala huu, lakini pia kuuliza swali, na profesa yuko hapa kwa ajili ya kujibu. Na nikumbushe tu mada yetu kwa siku ya leo ni mchango wa mwanaume katika ngazi ya familia, jamii, lakini pia taifa kwa ujumla. Lakini pia kwa yule ambaye angependa kushiriki kwa kutuma ujumbe wa maneno SMS, namba zetu ziko zinaonekana chini hapa. 0764118585. Profesa, mchango wa mwanaume katika ngazi ya familia lakini jamii kwa ujumla. Unafikiri labda ni upi basi ili tuweze kuwa na familia lakini pia jamii yenye ustawi endelevu? Sawa. Maana kuwa katika na jamii na familia na jamii yenye ustawi endelevu ndivyo itakuwa katika ngazi ya taifa. Ndio. Karibu sana. Asante sana. Katika swala zima la kujenga sasa taifa letu, kujenga mwanaume wa Kitanzania, lazima uangalie maeneo yote hayo, kwamba tunahitaji mwanaume wa Kitanzania ambaye ataenzi na kutunza mila desturi zetu, ambaye atatambua nafasi yake na kutambuliwa nafasi yake. Kwa ni vyema sasa tukaangalia ngazi zote hizo, kwa sababu ukiangalia taifa letu, wale waanzilishi, kwa sababu uko nyuma tulikuwa tuna makabila mbalimbali, lakini baba wa taifa Nyerere ndo akaliunganisha taifa, akatufanya tukawa taifa kitu kimoja, akaleta makabila zaidi ya 120. Lakini sasa yeye aliwekeza sana katika kujenga katika maeneo hayo. Ukiangalia filosofia yake na nini, utaona alikuwa analijenga taifa, alikuwa na nadharia fulani, alitengeneza mifumo fulani ya kujenga. Kwa hiyo sasa tukianza na labda katika familia sasa, ngazi ya chini, kwa sababu familia ni msingi wa kila kitu. Kwa hiyo sasa ukiangalia familia za Kitanzania kwa wakati huu, utagundua moja kwa moja kwamba kuna changamoto. Siku za nyuma huko ilikuwa ni kitu cha kawaida kabisa kuwa na familia ya baba na mama wako pamoja, wanashirikiana kule kijijini, wanalima pamoja, wanapata muda kukaa na watoto wakati wa jioni na kuzungumza nao. Lakini sasa ukiangalia familia kwa kipindi hiki kidogo inakuwa changamoto, kwa sababu familia inatakiwa itoe malezi na maadili. Ndio chimbuko kwanza, taasisi, kwa sababu familia ni taasisi. Itoe malezi na maadili. Alafu itoe fursa ya uongozi. Ya uongozi, kwamba baba ndo ni kiongozi. Uongozi hauanzii kwenye jamii, unaanzia kwenye familia. Sasa tukiangalia, je, baba anawajibika vizuri ipasavyo kwenye malezi na maadili katika familia? Anapata changamoto zipi ili aweze kutekeleza jukumu hilo? Je, baba anaendelea kuwa kiongozi katika familia? Kwa sababu ile ni taasisi na kila taasisi lazima iwe na kiongozi. Sasa baba anatoa mchango upi katika kuiongoza familia yake? Alafu baba anatoa msaada gani wa kisaikolojia katika familia? Kwa hiyo sasa ukiangalia maeneo hayo unakuta kuna teknolojia, tulikuwa tukigusia wiki iliyopita kwa teknolojia. Sasa wazazi wa sasa hivi na watoto sasa hivi wanakaa muda mwingi kwenye mtandao. Sasa kwenye mtandao kule ukienda ukaangalia kinachozungumziwa unakuta kuna vijana, kuna wengine ni wataalamu kweli, lakini kuna vijana wamekuwa wanaitwa motivation speaker jina la Kiingereza, ni kama wahamasishaji fulani hivi. Sasa wahamasishaji wale wanazungumzia tu kwamba wanaume wako hivi, wanawake wako hivi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kila mwanaume iko tofauti, kila mwanamke iko tofauti, na hata kila familia iko tofauti. Wanapokutanika watu kutoka kwenye mazingira tofauti na kukaa kama familia,
wanatengeneza kitu ambacho ni cha kipekee, na wao ndio wanakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kutoa malezi na maadili mazuri katika ile familia, lakini na kuweza kutoa uongozi ambao ni mzuri. Kwa sasa katika ngazi ya familia, baba ni mlezi na mtoa maadili, ni kiongozi na anatoa msaada wa kihisia, yani kwamba anatoa moral support kwa wanajamii pale. Kwa hiyo tunamsaidiaje pale kutokana na changamoto hizi za utandawazi ambazo zimeibukia miaka ya 90 na leo sasa tuna mpaka tuna hizi simu janja na kadhalika. Kwa hiyo ana wakati mgumu sana baba katika kusimamia hayo malezi na maadili, changamoto kubwa. Kwa hiyo tunamkumbusha kwamba pamoja na changamoto hizi atafute namna ya kuweza kuwafikia watoto wake. Kama watoto wanakaa muda mwingi kwenye simu janja, basi sio mbaya na baba akatengeneza group akawa anachati na watoto wake, akiwa kazini anachati nao. Kama uko kazini au uko sehemu fulani wakati wa break unachati na watu wengine, chati na watoto wako, chati na familia. Katika ngazi ya jamii sasa, mchango wake ni upi? Katika ngazi ya jamii, baada ya kuimarika katika familia ile, katika maeneo yote hayo, ina maana sasa huyu baba ameiva vizuri kwamba ni kiongozi mzuri ambaye anaongoza familia vizuri, ana maadili mazuri, anatoa mchango wa kihisia. Kwa hivyo vitu anaweza kavileta katika ngazi ya jamii. Kwa sasa anapotoa ule mfano katika jamii, ina maana sasa kuna watu wanamwangalia. Kwa maana kwamba akawa kiongozi, mwenyekiti, akawa diwani, akawa nani, lakini hata ile tu mwenyewe kama baba ambaye kwenye familia amekuja kwenye jamii huku, yani anakuwa kiongozi. Yani watu wengi wanamwangalia kwamba huyu ni baba wa familia fulani. Matendo yake, mwenendo wake lazima uonyeshe kwamba huyu ni kiongozi, huyu ni mtu ambaye anajali. Yani mafanikio katika familia ndio yanaelezea kwa namna moja au nyingine katika jamii. Yani kwamba watu waweze kuiga kutoka kwake, kujifunza kutoka kwake. Lakini kingine, anaposhika katika masuala mbalimbali ya kijamii, kuna masuala ambayo tunafanya katika ngazi ya familia tu, lakini kwenye jamii kuna masuala mbalimbali. Sasa ushiriki wake pale unasaidia kuijenga jamii, kwa sababu familia kishajengwa, ina maana kwamba inatakiwa tuijenge na jamii. Familia ni msingi kabisa, alafu jamii inatengenezwa na familia mbalimbali. Kwa familia zikiwa bora, tunakuwa na jamii ambayo ni bora, ambayo ina ushirikiano, ambayo inazalisha viongozi wazuri. Kwa hiyo hapo ni kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo hawa watu waliofanikiwa kwenye familia, mwanaume aliyefanikiwa kwenye familia, ina maana kwamba yale mafanikio ataleta katika jamii. Atajenga ushirikiano, atakuwa mfano mzuri wa kuigwa, atahamasisha maendeleo, watu washiriki kwa maendeleo. Kwa hiyo jamii imeshakuwa imara. Yani jamii iliyokuwa na familia bora nyingi ni jamii ambayo imeshakuwa imara. Sasa ngazi ya mwisho ya taifa, huyu kiongozi, huyu baba anapokuwa ameisimamia vizuri familia yake, ina maana kwamba hakuna mitafaruku kule, kuna amani na kadhalika. Anapata fursa ya kwenda kwenye jamii na kuleta masuala yale ambayo alikuwa amefanikiwa katika nyumbani, akiwa pale nyumbani. Ina maana sasa akija kwenye ngazi ya taifa, ina maana kwamba ataleta nguvu kazi yake. Kama sisi hapa tupo kwenye studio hapa, hii ni ngazi ya kitaifa hii. Hii ni ngazi ya kitaifa, ni mchango wa ngazi ya kitaifa. Ina maana kwamba tumepata fursa hii ya kuja kukaa hapa na kuzungumza na kuelimisha watu wengine katika taifa letu. Kwa sababu ina maana kwamba tuko vizuri kwenye jamii zetu pale, kwenye familia ziko vizuri, kwa sababu pakivurugika kule kwenye familia, kwenye jamii ni mgogoro, na jamii ikivurugika kunako inakuwa ni mgogoro. Kwa mwanaume anaweza katoa nguvu kazi vizuri kama huko chini pamekaa vizuri. Anaweza kajenga, kaleta mshikamano, akaleta amani na upendo. Kwa hivi vitu, yani tunaposema amani, kwa Tanzania kisio cha amani, haiji tu, inajengwa na katika ngazi zote hizo. Amani kwenye familia, amani kwenye jamii ndio inazalisha amani kwenye taifa. Familia bora inazalisha jamii bora, alafu jamii bora inazalisha taifa bora. Profesa, pamoja na eneo hilo, lakini pia umekuwa mtafiti katika masuala ya kijinsia. Ndio. Kwa uzoefu wako ama kwa ambacho umekuwa umekikuta field, nafikiri labda mwanaume sasa wa Kitanzania katika maeneo hayo uliotaja, ni maeneo gani ambapo unakuta kuna
ushiriki mdogo sana katika kutoa mchango wake katika ngazi hizo zote tatu. Kwa kweli kwa ujumla katika maeneo yote hayo mwanaume amekumbwa na changamoto, yaani kila jamii haibaki kama ilivyo. Jamii ambayo alizijenga baba wa taifa miaka ya 60, changamoto ambazo walikuwa wanakumbana nazo kule sio changamoto za leo. Kwa kuna mabadiliko makubwa na mabadiliko hayo yanatokea kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo ili baba aweze kuwa kiongozi katika familia, anakumbana na simu janja ambazo nao zimechukua muda wa kutosha tu wa wanafamilia. Kwa sasa anawafikiaje hao watu? Hiyo ni changamoto kubwa sana, teknolojia hiyo. Haya, ukija kwenye jamii sasa hizi watu wanasema mishemishe, kwa unakuta mahangaiko ya hapa na pale. Kwa hiyo baba yani nyumbani akiondoka akirudi muda umeshakwenda hata kwenye jamii kule muda mwingi anakuwa na mambo yake. Yani haya masuala ya nini wanaita ubepari, yale maadili na mila za kibepari ni kama tumezibeba kwa namna moja au nyingine. Watu wanatafuta utajiri. Ni utajiri. Kwa kile kiwango cha utu kinafifia kwa sababu inaonekana tunathamini zaidi masuala ya pesa na kutengeneza pesa. Kwa ukiwa na pesa nyingi inaonekana kwa namna moja nyingine unathaminiwa, lakini ukiangalia tofauti na nyuma, yani ule utu miaka nyuma, kwa kuna watu ambao wanasema maskini jeuri walikuwa ni wengi sana kwenye taifa letu hili. Yani mtu hana hela nyingi lakini umbabaishi anaongea kwa kujiamini, anajenga hoja. Tulikuwa tuna watu wa namna hiyo ambao miaka nyuma hapo kwa hizo jamaa walikuwepo. Kwa wale watu wa namna ile hawakutokea tu ili mradi ni kwamba ni mifumo ya kitaifa. Baba wa taifa alitengeneza mifumo ambayo iliyofanya Tanzania waweze kujiamini, Watanzania waweze kushikamana. Kwa ni vitu ambavyo vimejengwa. Sasa haya mapinduzi haya ya kiteknolojia yani yameleta changamoto kubwa sana katika maeneo yote hayo. Kwa sasa namna ya kuingiza undugu na ujamaa katika mifumo ya kibepari au kiliberali, watu washirikamane, wajenge familia, wajenge jamii, wajenge taifa, ni changamoto. Ni changamoto, lakini haimaanishi kwamba sasa tuiache. Na ndio maana saizi hizi kwamba tunaanza kuzungumzia kwamba mifumo iliyopo saizi inamjengea sana uwezo mwanamke. Kwa katika kumjengea uwezo huko inamwandaa kwa namna moja au nyingine kupambana na haya mabadiliko. Lakini sasa mwanaume huyu tunasema anaweza, lakini mifumo ile ambayo ilikuwepo imekuwa labda ya kizamani ya kumlea mwanaume na pengine haipo kabisa. Kwa mfano ukizungumzia habari za jando ambazo wanaume walikuwa wanapelekwa sehemu na wanaelimishwa, wanajengwa, haipo. Kwa huyu asipojengewa uwezo, ina maana kwamba hayo maeneo ambayo mwanaume ndo huwa anashikilia uongozi katika familia, kutoa moral support, kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, atakuwa ashiriki. Kwa ndio maana unakuta sasa mambo yanapwaya sasa. Kwenye familia unakuta malezi yamekuwa kidogo yana changamoto. Kwenye jamii ile hali ya utu wa Kitanzania yule kwa namna moja au nyingine umepata changamoto, watu wanajiangalia wao zaidi. Ambayo kwa namna moja au nyingine unapokuwa na jamii yenye changamoto na familia yenye changamoto, ni ngumu sana hata kwenye ngazi ya taifa. Kwa sababu sasa hivi sasa, siku za nyuma huko tulikuwa tunazungumzia hakupa habari ya mijishangazi. Siku hizo nasikia kuna msamiati mpya, mijishangazi. Kumbe sasa vijana sasa wanatembea na watu ambao ni kama mama zao bila aibu kabisa. Wanasema mijishangazi, anachoangalia ni pesa tu. Sasa hao vijana wakosa maadili. Kwa sababu ukiangalia sasa chanzo unacho baba pale nyumbani kutekeleza wajibu wake kwa sababu labda ya teknolojia na kadhalika. Kwa hiyo wanakuja vijana ambao sasa wanakosa maadili. Sasa ile kukosa maadili ndio inazalisha mila na desturi za ajabu ambazo zinaleta changamoto kubwa. Jishangazi na vijana wanaitwa vibentili, sijui, alafu vijana wanataka mtelemko. Imekuwa kitu cha kawaida kabisa kwamba kukwepo kufanya kazi. Sawa, mtazamaji wa SUA TV, mada yetu kwa siku ya leo tunaangazia mchango wa mwanaume katika ngazi ya familia, jamii, lakini pia taifa kwa ujumla.
Na mzungumzaji mkuu katika mada hii kwa siku ya leo ni Profesa Russell Madaha. Huyu ni profesa mshiriki kutokea hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Na niseme tu unaweza kushiriki mjadala huu kwa kutuma ujumbe lakini pia kupitia akaunti yetu ya mtandao wa YouTube. Unaweza kutupata kule kama SUA Media, lakini pia kupitia namba za simu ya mikononi ambayo inapita chini hapo ambazo ni 0764118585. Mimi naitwa Adam Maruma, tunaendelea na mjadala. Profesa, katika kuna zile taasisi za kiserikali lakini kuna taasisi za kiimani. Ndio. Labda unafikiri na zenyewe zinatekeleza wajibu katika kuendelea kumkumbusha mwanaume katika majukumu yake yale ya asili ambayo tunasema tumeyarithi tangu kizazi na kizazi. Zinatekeleza majukumu katika kulisimamia hilo? Sawa. Umesema vizuri kabisa, kwa sababu kuna mwanzo tulikuwa tuna hizi mila na desturi zetu na tulikuwa tuna taasisi za kijadi zile ambazo zilitengeneza Watanzania wenye mila na desturi za Kitanzania. Sasa kwa sasa tuna taasisi za kidini kwa mfano ambazo nazo zimechukua kwa namna moja nyingine nafasi ile ya kujenga maadili. Lakini sasa unajua hizi dini zinakuja na mila na desturi kutoka kwa waanzilishi, kwa sababu nakuta dini nyingi tulikuwa tuna dini zetu za jadi tumezika pembeni, zilipita na wakati, hazina maana. Kumbe katika kuweka pembeni zile imekuja na changamoto zake, kwa sababu asili yetu yani zile mila zetu ilikuwa kutafuta namna fulani kuziunganisha labda na dini ambazo tunazipokea. Lakini sasa kuacha pembeni kabisa na kuchukua dini moja kwa moja yale mafundisho ya kule kuna kuja na changamoto zake. Kuna baadhi ya makanisa au taasisi za kidini ambazo zinaitwa utamadunilisho, yani wanajaribu kuingiza zile tamaduni za Waafrika kule. Ndio wanashtuka saa hizi kwamba kumbe kitendo cha kuweka zile mila za Watanzania pembeni na kuwaletea hizi kumeza changamoto. Kwa hiyo wanajaribu kufanya utamadunisho. Mimi ni mwanasihi, kwa hiyo wala unajua kuna vitu kama hivyo. Sasa zinafanya mchango wake, lakini zinapata wakati mgumu. Na zenyewe zinapata wakati mgumu kama huo teknolojia, lakini na uwepo wa hizo mila na desturi ambazo ni za mataifa kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo labda jukumu ambalo wanalitakiwa kulifanya nadhani lazima tufahamu kwamba kila jamii ina mazingira yake na muktadha wake ambao haufanani na sehemu nyingine. Sawa. Kwa taasisi zetu lazima ziangalie muktadha wetu. Kwamba hao Tanzania wanaishi Tanzania, mila zao na desturi ziko hivi na hivi, jinsi gani kuweza kuwafikia, jinsi gani kufanya hizo dini ziweze kuwafikia. Sasa kwa mfano siku za nyuma kuna mambo ya jando na unyago. Jando ilikuwa kwa ajili ya wanaume, unyago kwa ajili ya kina mama. Sasa ukiangalia taasisi nyingi za dini wanafundisha wanandoa. Wanandoa kwa wakati ule wanafundisha labda kwa wiki moja. Au labda siku mbili au siku ngapi ndio wanafundisha masuala ya ndoa. Sasa taasisi ya ndoa ni taasisi ya msingi kabisa, ya chini kabisa. Sasa unapowafundisha watu kwa siku mbili, kwa hiyo kama crash program. Ni kama crash program. Unapowacrash watu kwenye kuenda kujenga taasisi moja muhimu sana, hapo tunakuwa tunapata wakati mgumu sana. Na hiyo siwezi kuwalaumu. Ni kwamba kutokana na mazingira tulionayo huu liberali ambako kila mtu anatakiwa aende kazini, kila mtu yuko busy kutafuta pesa. Hatuna muda kukaa chini. Zamani walikuwa wanakaa na zeni miezi na miezi. Watu wanaenda porini huko. Siku hizi tuko busy. Hatuna muda. Tumekubikwa na mambo. Kwa hiyo taasisi za dini nazo zinakumbana na changamoto hizo. Kwanza ya mila, lakini na mambo ya liberali. Kwa hiyo inabidi sasa kuja na mbinu nzuri za kuweza kuwafikia. Kwa mfano ukiangalia wanaume kama wanaume, hakuna mtu anayezungumza na wanaume kama wanaume hivi au kuwasemea walau au kutengeneza mazingira rasmi ili mwanaume asikike. Au na jukwaa lao maalum. Tunakuta kama sisi hapa tunazungumza habari ya siku ya mwanamke Tanzania. Watu wanashangaa ni kitu gani hiki? Sasa katika kushangaa huko wanakuja wanasikiliza, okay, kumbe kuna hiki warao limekuwa kama ni jukwaa fulani. Labda hapo kwenye siku ya mwanaume wa Kitanzania, unafikiri labda ni shughuli gani ambazo zitakuwa labda na mchango wa moja kwa moja kwa wanaume na kuona sasa ni muda sasa na wao kuamka na kuona ikiwezekana kudai pale ambapo wanahisi jamii imewatenga. Ndio. Labda kwa kifupi tupitishe katika siku hiyo na shughuli maalum ambazo zitafanyika. Sawa. Kwanza hiyo siku ya mwanaume wa Kitanzania
ambayo tumepanga ifanyike tarehe 22 hadi tarehe 23 ambayo itakuwa kilele mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Imeambatana na maandalizi. Yaani kwa sababu kwa uzoefu wetu 2024, 2025 na sasa tumeona ule utangulizi unakuwa na uzito wake. Kwa hiyo umeona saa hizi tunatumia teknolojia, tunatengeneza picha kutoa hamasa kwamba familia zishikamane, kuonyesha mchango wa mwanaume. Ule nao ni mchango mkubwa. Mpaka itakapofikia tarehe 23 wanaume watakuwa tumepata nafasi ya kuwazungumzia wanaume sana. Okay. Na kuhamasisha mijadala kule. Na ile siku sasa tutakaa na kuwa na mijadala mbalimbali kwamba nini akizungumza kwa mwanaume, kuna tatizo gani, kwa nini tunaona watoto wa mtaani, kwa nini tunasikia habari kwamba kuna wakina mama waliotelekezwa na kadhalika. Kwa sababu mwanaume kutotekeleza jukumu lake na maana kwamba kuna ndoa kuvunjika, kuna wanawake ambao wanaitwa masingo maza sijui anaoka peke yao, kuna watoto mtaani. Yaani unapoona hivi vitu ni tatizo. Ina maana mwanaume katereka. Kwa hiyo tutakuwa na mijadala hiyo kubwa kuzungumza kwamba sasa nini kifanyike ili tuweze kujenga familia, kwa sababu ukiangalia kauli mbiu yetu tunasema mwanaume ni ana kazi kubwa ya kulinda utu. Yaani utu ni ule ubinadamu ule. Ana kazi kubwa sana kulinda utu. Ana kazi kubwa ya kujenga familia imara. Alafu ni mwanga wa maendeleo ya taifa. Kwa sasa tutaangalia kwamba nini tumepata changamoto ipi kiasi kwamba mwanaume ameshindwa kutekeleza wajibu wake ipasavyo. Okay. Katika kulinda utu, katika kujenga familia imara. Okay. Profesa, kuleta kusaidia katika maendeleo ya taifa letu. Okay, sawa. Tupo mwishoni. Sawa. Swali langu la mwisho kabisa. Ndio. Kwa uzoefu wako katika harakati na mipango mbalimbali ya serikali. Unamwona mwanaume akihusishwa moja kwa moja? Maana kuna harakati kama za kumtua mwanamama ndoo kichwani. Ndio. Kuna shule maalum kwa ajili ya wasichana. Unaona wapi mchango wa serikali kwa mwanaume? Sawa. Kwa kweli kwa ile mwaka 2024 ilikuwa tulifanya ile tukio kama sisi tu wenyewe wanachuo na watu wataalamu wa maendeleo ya jamii wachache. Mwaka jana wakaongezeka wadau mbalimbali. Mwaka huu katika yale maandalizi tuna bwana mmoja anaitwa Isami Hizo. Huyu anatoka kwenye kitengo cha ushirikishaji wanaume au kwa Kiingereza male engagement kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Hatukujua habari za uwepo wa hicho kitengo lakini safari huyo bwana yupo katika hizo hekaeka za kuhamasisha wanaume. Tumepata huyo mdau amekuja na sasa hivi tunashikiana naye katika kama mshauri katika maandalizi ya siku ya mwanaume wa Kitanzania. Kwa unaona kwa kumbe serikali nayo sasa inaamka. Lakini majuzi nilisikia mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii Dorothy Gwajima akizungumzia kwamba fikia wanaume na wanaume pia kupitia majukwaa yao mbalimbali ili waweze kuzungumza nao. Kwa najaribu kuangalia jukwaa liko wapi. Nikaona kwamba huenda na katika jukwaa labda na siku ya mwanaume huenda kwa jukwaa, kwa sababu ni jukwaa ambalo limekuwa likizungumza waziwazi masuala ya wanaume na kadhalika. Kwenye siku hiyo mmefikiria kumwalika ama kuna kiongozi mwingine? Kwa kweli tunafikiria kwa kweli kipaumbele kikubwa sana ni kumwalika mheshimiwa waziri mwenye dhamana tumlete tuzungumze naye na ili kuweza kusaidia kwa namna moja au nyingine katika hizo juhudi za serikali kumshirikisha mwanaume. Kwa serikali wao inazungumzia kwenda bana kwamba sisi tunasema kwamba huenda juhudi zetu zimezaa matunda. Sasa mwanaume anazungumziwa waziwazi na serikali inazungumzia waziwazi na hata ile sera ya maendeleo ya jamii na sera ya wanawake na sera ya jinsia na maendeleo ya wanawake. Mule ndani japo nasema maendeleo ya wanawake mambo ya jinsia, lakini mule ndani kuna vipengele ambavyo vinamzungumzia mwanaume moja kwa moja. Sasa vinasema waziwazi sasa hivi. Kwa ina maana kwamba kumbe sauti yetu kwa namna moja nyingine inaruhusu, kwa sababu jambo lilikuwepo lakini halizungumzwi sana. Kwa hiyo tunapozungumzia hivi ina maana kwamba tunaleta hamasa kwa wadau mbalimbali. Lakini kuna wengine nao hapo kwenye kamati ya maandalizi, kuna Pelam, kuna iCard mule ndani, kuna Kongo. Sawa, Prof, mwisho kabisa mwambie neno mwanaume wa Kitanzania ambaye anakufuatilia. Kwa mwanaume wa Tanzania na muhamasisha atumie nafasi hii kujitokeza na kusema, kwa sababu mwisho wa siku tunataka tuandae agenda
ya mwanaume wa Kitanzania 2026. Okay. Mwanaume anatamani nini wa Kitanzania? Acha wanaume wengine. Mwanaume wa Kitanzania anatamani nini ili aweze kulinda utu, kujenga familia imara na kuleta mwanga wa maendeleo ya taifa letu. Sawa, mimi nikushukuru sana kwa muda. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Okay. Asante sana. Asante, na hapa ni nyumbani na nakutegemea kwa siku zingine pia. Nashukuru sana. Mtazamaji wa SUA TV, ndo tunafikia mwisho wa mjadala wetu kwa siku ya leo ambao ulikuwa unaangazia mchango wa mwanaume katika ngazi ya familia, jamii, lakini pia taifa kwa ujumla. Na mzungumzaji katika mada hii kwa siku ya leo ni Profesa Russell Madaha. Huyu ni kutokea hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, ni mtafiti mahiri kabisa katika eneo hilo la masuala ya kijinsia. Ana mengine mengi ambayo anafanya pia, pamoja na mwanzilishi wa siku ya mwanaume wa Kitanzania, lakini pia mkurugenzi wa taasisi ya AGEN ambayo kimsingi nayo katika eneo hilo la kijinsia. Nikushukuru sana kwa ushiriki wako. Mimi naitwa Adam Maruma, panapo majaliwa tukutane katika mwendelezo wa vipindi hivi mpaka kuelekea siku hiyo ya mwanaume wa Kitanzania tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026. Asante na uwe na wakati mwema.